Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Elimu hii ya fiqhi au elimu hii ya dini, kuna aya nyingi sana ndani ya Qur'ani, lakini kwa ajili ya presentation mimi nimeweka aya ya suratu Zumar. Aya ndani ya Qur'ani ziko nyingi sana zenye kuzungumza umuhimu wa kuifahamu dini. Mimi nimeweka aya hiyo tu moja. Na kwa sababu gani nimeiweka? Kwa sababu ndani yake aya hii kuna neno lenye kuashiria fiqhi. Liyatafaqahu fi dini waliyundhiru qaumahum idha raja'u. Ndio maana nikachukua shahidi waliyatafaqahu, ili wapate kuifahamu dini, kujifahamisha dini. Lakini aya zenye kuzungumza namna ya kusoma hasa elimu ya sheria ziko nyingi sana. Allahu Jalla wa Ala avosema katika suratul Mujadala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Je, wanalingana, wako sawa wanaojua na wasiojua? Hakuna mwenye kuyafahamu hayo isipokuwa watu wenye akili. Wanavyoni aya hii wanaitafsiri kwa namna nyingi. Namna ya kwanza kwamba sio rahisi sana kumjua alim, kumjua shekhe au kumjua mwanachuoni. Si vigezo pekee vya kumjua mwanachuoni na kumjua alim kwa kusoma tu katika njia za kawaida hizi madarasani akawa na certificate. Kuna sifa nyingine ambazo zinahitajika awe nazo msomi. Kuna sifa nyingine ambazo zinahitajika awe nazo msomi kutokana na usomi wake. Lakini pia Allah Jalla wa Ala amezungumza kuhusiana na aya nyingine, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa Ala huwanyanyua miongoni mwenu mliokuwa na imani, na huwanyanyua miongoni mwenu wale ambao wamepewa elimu kwa daraja. Huwezi kuzungumza fiqhi bila kuzungumza ubora wa elimu kidini. Huwezi kuzungumza fiqhi bila kuzungumza fadhila za elimu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kila siku mkitoka majumbani mnatakiwa muishi nayo hadithi hii, Mtume anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yoyote atakayefuata njia ya kutafuta elimu, huyo katafuta njia sahali ya kwenda peponi. Wa innal malaikata latad'a ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna. Malaika hukunjua mbawa zao wakamfunika mwenye kutafuta elimu kwa kuridhika kwao kwa vile mwenye kusoma anavyofanya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitana fil ma. Msomi na mwanafunzi pindi unatoka nyumbani unaombewa msamaha na kila kilichomo katika ardhi na mbingu, hatta alhitana fil ma. Mtume anasema mpaka samaki baharini wanakuombea dua wewe tangia unatoka mpaka unarudi. Wa inna fadla alalim ala alabid kafadli alqamari ala sairi alkawakib. Ubora wa mtu anayesoma dini, anayesoma masomo ya kisheria, ubora wa mtu anayesoma fiqhi ni sawa, Mtume kamlinganisha fadla alqamar ala sairi alkawakib. Ubora wake unatofautiana kama mwezi na nyota nyingine. Hadithi hii ukisoma utafahamu kitu kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifananisha elimu na jambo jingine lolote. Kaifananisha elimu na ibada. Wa inna fadla alalimi ala alabidi. Mtume hakuifananisha elimu na mali wala hakuifananisha elimu na pesa. Pesa ni kitu kidogo sana mbele ya elimu. Mpaka kuna wanafunzi nilikuwa nawaambia tulivyokuwa tunasoma madarasani, walimu
mimi nazungumza kusema hivi walitupoteza katika debate na motion zao walizokuwa wakiweka, wakisema kwamba money is better than education au education is better than money. Yani ile maudhui tu yenyewe ilivyokaa haijakaa vizuri, mpaka vijana sasa wamefika wakati wanasema najuta kwa nini kipindi kile nilikaa upande wa elimu, bora ningekaa upande wa pesa nikazipata hizi fedha. Nilijifanya kijana mabuku, kijana kupenda kusoma, sasa hivi fedha hazipo. Na katika makosa yanayofanywa pia na wazungumzaji na mashehe wengine katika membari msikitini, kuambia Waislamu msikitini kwenye membari, Waislamu tafuteni pesa. Hii khitabu, mazungumzo haya sahihi? Kuambia watu msikitini tafuteni pesa? Bwana Mtume aliwaambia watu tafuteni pesa? Kama kuna hoja mtu aseme, shekhe vipi sasa inabidi Uislamu hautaki pesa? Au unakusudia nini kusema? Lazima tufahamike katika tunayokusudia kusema. Bwana Mtume anasema wa inna fadla al-alim ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'iril kawakib. Ubora wa mwanachuoni, mtu anayejifundisha masomo ya sheria ya dini, Mtume kamfananisha ala al-abidi, juu ya mwenye kufanya ibada, hajamfananisha na fedha wala pesa. Na katika kujenga ufahamu vizuri, Bwana Mtume hakuwa maskini. Japo kwamba kuna hadithi inayopokelewa inasema Mtume akisema Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni yawmal qiyamati fi zumratil masakin. Ewe Mola, nihuishe niwe hai hali ya kuwa maskini, na nifishe hali ya kuwa maskini, na siku ya kiyama nifufue ma zumratil masakin. Maskini ya pale ile kusudiwa alikuwa ni muhitaji kwa Mola wake, so maskini wewe hai fukara kwamba hana. Hadithi sahihi zimekuja, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mali ambayo ilipita mkononi mwake akaitoa, na uwezo ambao Allah Jalla wa Ala akampa. Tunafahamu kwamba Mtume alikuwa na uwezo hata kuliambia jiwe kuwa dhahabu likawa. Tunafahamu. Kwa hiyo Bwana Mtume, kama kulikuwa na ufakiri nyumbani kwake kwa khiari yake, lakini majabali ya Uhud na mengine yote alikuwa akisema ukitaka tuwe dhahabu tutumie. Wala Mtume hakutaka kufanya hivyo, kwa sababu kwake si kipao mbele dunia. Na niwape siri, ukitaka kuipata dunia ikatae. Kama unataka utajiri ukatae, utakujia bila mwenye kutaka. Lakini kama unapupa nayo unaitafuta uipate. Na nyinyi jichunguzeni katika maisha yenu, vitu vingi ambavyo pengine mlikuwa hamvitaki ndio vimekuja, Allah akakupeni. Lakini ukitaka ikawa manake umekaa mali pesa ndio maisha yako wewe tu pesa, tumekatazwa. Muislamu haiko hivyo. Wa inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamar ala sa'ir al-kawakib wa innal ulamaa warathatul anbiya. Wasomi ndo warithi wa mitume. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wa dirhaman. Mitume walivyokufa hawakuacha mali, kurithiwa dinari na dirhamu, inama warathul ilmu, wameacha elimu. Taib, hadithi ambayo inazungumza umuhimu wa fiqhi ni hadithi inayosema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Mtu yoyote yule ambaye anatakiwa na Mwenyezi Mungu khairi hufundishwa elimu ya dini au hufahamishwa dini. Hufahamishwa dini. Maana yake kwamba Allah anayempenda humpa dini. Tumefahamiana? Ili uone mahaba ya Allah Jalla wa Ala kwako, basi atakufahamisha kuifahamu dini. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Na zipo hadithi nyingine zimekuja, Allah humpa dunia anemtaka na asemtaka, au anempenda na asempenda, lakini humpa dini yule ambaye anampenda tu peke yake. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mukaddima ambao hakuna budi lazima tusome. Hadithi
inasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini, yoyote yule ambaye Allah humtakia khairi humfahamisha mambo ya dini na akawa na pupa ya kufahamu elimu za kisheria katika dini. Naam, tunaendelea ili tupate kujua kwa uchache vitu gani ambavyo yakbahu almuslimu jahluhu, ambavyo muislamu kwake hupata dhambi akiwa havijui. Maarufu tunafahamu kwamba kuna nguzo za dini. Wengi wetu tunafahamu kuna nguzo za Uislamu, kuna nguzo za sala, arkan, lakini kuna nguzo za dini. Na kuanzia hapa nataka kuuliza baadhi ya maswali. Mesiamini kwamba kijana wa Kizanzibari haya yote ninayoyasema mambo ya dharura katika dini akawa hafahamu mpaka katika umri wenu. Siamini hivyo. Bali mustawa wetu wa dini tukiwa hapa nyumbani tunasema kwamba upo chini. Lakini tukitoka nje kwenda kulinganisha na watu wengine, wala msende mbali, tunaona nyote mashekhe hapa kwa ile tafsiri iliyotolewa ushekhe. Nyote mliokuwepo hapa ni mashekhe mkitoka nje ya Zanzibar. Sasa swali namba 1 linakuja. Katika Qur'ani kuna sura inaitwa Ummul Kitab. Ni ipi sura iliyokuwa tukufu ndani ya Qur'ani? Ai a'dhamu sura fil Qur'an. Ummul Qur'an, manake hiyo sura imebeba Qur'ani nzima. Ummul Qur'an, ni ipi sura iliyokuwa tukufu ndani ya Qur'an? Naam, msikia hapa. Suratul Fatiha. Mashaallah, amepata. Suratul Fatiha ndiyo Ummul Qur'an kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ipi aya iliyokuwa tukufu ndani ya Qur'an? A'dhamu aya fil Qur'an. Ayatul Kursi. Ni ipi iliyokuwa atwalu sura fil Qur'an? Sura refu ndani ya Qur'an. Suratul Baqara. Ni ipi aya iliyokuwa aya refu ndani ya Qur'an? Aya madeni. Sasa pia katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi inaitwa Ummu Sunnah. Ummu as-Sunnah. Hadithi hii imekusanya mafunzo yote ya sunna za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio kupitia kwenye hadithi hii ndani yake wanavioni wanasema Muislamu akiwa hajui yaliyokuwemo humu basi anapata dhambi. Yakbahul muslimu jahluhu. Hadithi maarufu ambayo anaisimulia Saidna Umar. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, Juktam KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.